Bwana Yesu asifiwe. Leo sio siku ya furaha. Ukitafakari siku hii ni siku ngumu sana, kwa sababu tukimchukua Yesu peke yake pale msalabani ni sawasawa, ni jambo liko mbali sana. Lakini Yesu aliyoko ndani yako na aliyoko ndani yangu, anapoingia katika mateso yale, chukua ile picha, irudishe kwako na niirudishe kwangu, kwamba sasa wewe ndio unapelekwa pale kwa ajili ya kafara ya wengine. Inakuaje? Ni swali la kutafakari sana na kujiuliza. Kwa hiyo leo tunaposimama katika siku hii ya huzuni, ni siku ya kutafakari, ni siku ya kutafakari katika imani yetu. Hii siku ya Ijumaa ni siku ambayo kanisa tunakumbuka mateso ya Yesu, tunakumbushwa manyanyaso ya Yesu, tunakumbushwa aibu aliyoipata Yesu, tena kwa kifo cha Yesu pale msalabani. Kwa macho yetu ya kibinadamu, siku hii inaonekana kama Yesu ameshindwa, siku ya maumivu na siku ya fedheha. Lakini kwa macho ya kiroho, siku hii ndio siku ya ushindi mkubwa, siku ambayo Wakristo tunapata wokovu. Hapo ndipo linakuja lile neno, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona. Kilichotufanya tupone ni kwa kupigwa kwake huyu Yesu, siku ambayo gharama ya dhambi za mwanadamu, uovu wa mwanadamu, unabebwa na mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Katika andiko hili tunaona mwanzo wa mateso ya Yesu, kukamatwa kwake, kushitakiwa kwake, na jinsi alivyotendewa bila haki. Watu makatili. Pilato haoni hatia, haoni hatia. Mshtakiwa yeyote ahukumiwe lazima kuwe na hatia, lakini Yesu hawakuona hatia ndani yake. Lakini bado watu hawakuwa na huruma, hawakuwa na upendo. Waliona njia nyepesi ni kumwondoa Yesu. Kukamatwa kwake, kushtakiwa kwake, na jinsi anavyoondolewa bila haki. Katika hayo yote tunaona ukweli mkuu wa neno la Mungu, kwamba kanisa tunapata kupona. Jambo hili sio jambo dogo, ni jambo kubwa katika maisha ya kiimani, jambo ambalo tunasogezwa karibu na Mungu, tunasogezwa karibu na Mungu. Ndugu zangu, kama kuna jambo ambalo ametendewa Yesu, Yesu anashtakiwa bila ya hatia. Kadri tunavyoendelea kusoma andiko hili, tunaona Yesu akiletwa mbele ya Pilato. Viongozi wa dini walimleta Yesu kwa lengo la kumuua, lakini kama nilivyotangulia kusema, hawakuona shitaka la ukweli dhidi yake. Na hata leo tuna watu ambao wanaweza wakukutengenezea jambo ili kusudi tu uonekane kuwa na hatia.
Kuna watu wengine leo wako magerezani, wameingia magerezani si kwa sababu ya makosa, ni kwa sababu walitengenezewa hatia na watu. Ukiwauliza ni chuki zilizojaa ndani yao, na watu leo wanateseka, wako magerezani, familia zao zinateseka, ndugu zao ambao wanateseka, lakini yupo mtu aliyekisababisha haya mambo, na huyu ni mwanadamu. Mwanadamu, kama nilivyosema jana, anaweza akakuchekea kwa meno, lakini kwa ndani ni mtu hatari sana. Biblia inasema si wote wamwitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa nini? Wa mbinguni. Ni kwa sababu ya mioyo yetu. Yesu anapata hatia hii bila sababu yoyote, anapata mateso. Pilato akatoka nje akawaambia, ni shtaka gani mnaomletea mtu huyu? Ile Injili ya Yohana 18:19. Jibu lao hawakuwa na jibu lilioelekeza kosa la Yesu. Hawakuwa na ushahidi wa ukweli. Na hii inaonyesha wazi Yesu, kifo chake na mashtaka yake yalikuwa ni ya uongo. Hakuwa na hatia yoyote, alihesabiwa kuwa mwenye hatia. Na hapa tunaona jambo la ajabu sana. Asiye na dhambi anahukumiwa kama mwenye dhambi. Hii ni picha ya kile kilichotokea msalabani. Pale watoto wetu waliigiza. Yesu hakutenda dhambi, alibeba dhambi za wanadamu wote. Na Biblia katika Isaya 53:7, alionewa, alinyenyekewa, wala hakufumbua kinywa chake. Yesu mwenyewe hakujitetea, hakupigana, hakulalamika. Alikubali mateso kwa sababu alijua kuwa kupitia mateso hayo wokovu wa wanadamu unatimia. Hapa tunajifunza nini kama kanisa? Wakristo wenzangu, jambo kubwa la kwanza ambalo tunajifunza kwa Yesu, Yesu alikuwa ni mtu mwenye upendo wa kweli. Aliwapenda watu. Na katika kupenda watu, hakuwapenda kwa maneno. Alipenda kwa vitendo. Alikubali kutoa maisha yake. Wewe na mimi leo tunaitwa Wakristo kwa sababu ya huyu Yesu ambaye anahitimisha kazi yake msalabani. Na hii ni kwa sababu ya upendo wake wa kweli, sio upendo wa kinafiki na sio upendo wa uongo. Ni upendo uliojaa ndani yake. Ndio maana maneno ya Injili ya Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na hili ndilo pendo ambalo Yesu leo anatuonyesha kama kanisa. Lakini jambo la pili, Yesu anatufundisha ni mtu mwenye huruma. Huruma. Anawahurumia watu. Anawahurumia watu. Na huruma yake anaithibitisha kwa njia ya vitendo zaidi. Hata katika kazi zake hapa duniani zilionyesha huruma na upendo kwa watu wake. Mimi ninafikiri kwamba Wakristo tungekuwa na roho ya upendo ya kweli, ya kweli kabisa, ingekuwa baraka kubwa sana. Baraka kubwa sana. Lakini muda mwingine hatuna upendo ule wa ukweli. Yesu leo tunapokumbuka mateso na kifo chake, kanisa la Mungu tunakumbushwa upendo. Upendo
ambao Mungu anatuachia wa kuthamini maisha ya mwingine ni bora. Wa kumthamini mwanadamu mwingine anastahili kupewa haki kama wewe unavyostahili kupewa haki. Upendo wa kuona kwamba kumfanyia mwingine dhuluma ni kitu kibaya. Upendo wa kumnyima haki mwingine ni mbaya. Kuna watu katika jamii tunayoishi hawatendei wengine haki, na hao ni Wakristo, wapo pia miongoni mwao. Watu wamejaa dhuluma katika maisha yao, watu wanaopenda rushwa. Ni thamani ya kuwathamini wengine. Watu ambao hawaoni thamani ya kuwajali hata watoto wenye uhitaji. Nafurahishwa sana ukimwona mzazi anasema, na mimi nataka mtoto huyu ambaye ni yatima huyu, naomba na mimi nibebe gharama nisomeshe mtoto huyu mpaka amalize chuo kikuu. Lakini kwa sababu mtoto kazaliwa na mtu mwingine hajali. Muda mwingine hujapata baraka na neema kutoka kwa Bwana. Yawezekana ya kuwa na mwenzi, lakini bado Mungu amekupa neema, sema hata mtoto huyu awe sadaka kwangu kumsomesha. Inawezekana uko na mume na mke, mnaishi pamoja, mna watoto, lakini watoto mmemaliza kuwasomesha. Hebu kusema mtoto huyu yatima na mimi nimsaidie akuwe maisha fulani. Yesu anatufundisha upendo wa ajabu sana. Upendo yeye wa kwake umezidi mipaka, anakufa msalabani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu anatufundisha upendo wa kuwajali na kuwathamini wengine. Mateso ya Yesu ni ushindi wetu. Mateso ya Yesu yanaonekana kama kushindwa, lakini kwa ndani ni ushindi mkubwa sana, kwani kwa kupigwa kwake sisi tumesamehewa dhambi. Damu yake iliyotolewa, iliyomwagika pale msalabani, sisi tumepona. Huyu Yesu ni mwema sana. Sasa jambo kubwa ambalo anatufundisha, hata kama wanamfanyia mateso, Baba wasamehe. Neno la pili tunajifunza upendo, huruma, lakini neno la pili msamaha. Msamaha. Yesu anatangaza msamaha pale msalabani. Pamoja na mateso yote, Yesu anatutangazia msamaha. Kanisa leo tunakaa kwa ujasiri na kuikumbuka siku hii ya Ijumaa ni siku ya kutangaziwa msamaha wa dhambi zetu. Hiyo siku Yesu ametupa tangazo la msamaha. Tulipata msamaha, tena tulipata amani ya Mungu, na tunapata uzima wa milele. Sasa tuna watu tunaishi ndani, tuna vidonda, tunatembea na vidonda. Muda mwingine tumepata hata pressure kwa sababu ya kumwona mtu ambaye usiyempenda. Yaani ukimwona unapata ugonjwa wa ajabu kabisa, unajisikia kichefuchefu cha ajabu kabisa. Nataka niwaambie watu wa Mungu, ukitembea na vitu utapata magonjwa yasiyoambukizwa. Leo ni siku ya kuachilia. Natamani kuona kanisa watu wanaachilia.
Usitembee na visasi vinavyokuumiza. Hebu ona kwamba ni wakati wa kwenda kupatana na mtu ambaye katika maisha yako mlikosana na hukutamani kumwona, lakini Mungu akaendelea kumtunza. Mwambie, ndugu yangu, nimekuja tupatane, yaishe. Lakini bado watu tunavyo vidonda, maumivu makali. Mimi nataka niwaambie Wakristo wenzangu, siku hii sio siku ya kuja tu kama tunavyoimba na kutoka. No, ni siku ambayo Mungu anahitaji mabadiliko ya kweli. Kama tunatambua thamani ya Yesu msalabani, ni siku ya kutangaza msamaha. Ni siku ya kutangaza msamaha. Wapendwa, ujumbe wa Ijumaa Kuu hauishii katika kusikiliza tu. Ni ujumbe unaotuita kuchukua hatua ya matengenezo za maisha yao. Tunaitwa kutubu dhambi zetu. Hatuwezi kusherehekea mateso ya Yesu huku tunaendelea kuishi katika dhambi. Tunapaswa kumrudia Mungu kwa moyo wa kweli, na moyo wa kweli ni huu, ni kuwasamehe na kuwapenda wengine. Huo ndio moyo ambao Mungu anautaka. Na katika ibada zetu tuna sala ya Bwana ambaye inatukumbusha kila wakati, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea. Kuna mtu anasema, mimi hata nikifa tusionane kabisa. Hata ukifa tusionane. Sasa ushakufa tayari, sasa tutaonanaje na ushakufa? Ndugu wa familia moja hawataki hata kushikana mikono, hawataki hata kusalimiana, ni chuki. Yesu anatufundisha, Baba uwasamehe. Neno hili ni neno ambalo linahitaji roho ya unyenyekevu, roho ya upendo sana. Huwa kuna mfano ninaurudia mara kwa mara inapofikiaga Ijumaa Kuu kama hii. Wale wawili walikuwa wanadaiana. Kaka alifanya jambo jema na la baraka sana, kwamba mdogo wake alimkopesha fedha, hazikuwa nyingi, lakini kwa sababu ya uhitaji ni nyingi, ni kama milioni 10 hivi. Lakini jambo la ajabu, yule bwana mdogo alishindwa kulipa lile deni kwa wakati. Kwa hiyo akaanza kumdai. Kashindwa, biashara zake ziliumba. Lakini siku moja kaka yake akamuita, akamwambia, mdogo wangu, njoo, naomba unilipe pesa yangu, unilipe hela yangu, tengeneze. Ambia, mdogo wangu alikopa hela zangu huyu, lakini hajanilipa. Sasa leo nimemuita nitengeneze. Mchungaji akajua ni jambo zuri sana na la baraka. Akasema, mimi kuanzia leo nimemsamehe huyu hizi hela, lakini nikipona hela yangu arudishe. Ni ajabu sana. Huo ni msamaha huo. Kuna watu wanatembea katika hali hiyo. Ndugu zangu, kama unatangaza msamaha, tangaza msamaha wa kweli. Tunaitwa kumwamini Yesu kwa dhati. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hakuna wokovu nje ya Yesu. Tunaitwa kuishi maisha ya shukrani. Kila siku tunapaswa kukumbuka alichofanya Yesu msalabani, ni wewe na mimi tupate msamaha wa dhambi. Ndugu zangu wapendwa, watu wa Mungu, leo tunapotafakari mateso ya Yesu Kristo, tumeona jinsi alivyokataliwa, alivyoshitakiwa bila ya hatia, na jinsi alivyoteswa. Lakini katika mateso haya yote kuna ujumbe mmoja mkuu Mungu ametupa, ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
Hili ndilo ambalo Mungu anatukusudia. Kwa hiyo kumbukizi la leo, tunapokumbuka juu ya kifo cha Yesu, tunaomba tujifunze mambo makuu yafuatayo. Moja, kujenga tabia ya upendo. Upendo. Lakini la pili, kuwa na moyo wa huruma wa kweli, wa dhati. Tatu, tuwe watu wa msamaha. Tukitambua haya yote, mwisho tuhitimishe kwa kusema wote, kwa kupigwa kwake sisi. Hiyo itakuwa na maana. Ijumaa Kuu itakuwa na maana. Itakuwa ni Ijumaa tofauti sana katika Ijumaa nyingine, kwa sababu kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Vinyongo haviko, na upendo wa Mungu katawale katika maisha yetu yote. Enendeni mkawatendee watu mambo mema, kwa sababu Yesu mwenyewe ni mtu mwema. Maisha ya Wakristo, tujifunze kutenda mema na wala si mabaya. Amani ya Kristo iwe pamoja nanyi nyote, tangu sasa na hata milele. Amen. Mwana na Roho Mtakatifu utuimarishe katika imani hii ya kupenda kumtumikia huyu Yesu ambaye ametoa maisha kwetu sisi wenye dhambi. Hivyo kupigwa kwake Yesu kukawe sehemu ya kuponywa nafsi zetu, kusafishwa dhambi, kuishi maisha ya upendo, maisha yenye huruma, ya kuwajali na kuwathamini wengine, na tukawatendee watu mambo mema yenye kuleta baraka, tangu sasa na hata milele, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba tukae tafadhali.